Meza kuu ilifungua zoezi hilo na wajumbe walifuata waliotoa kama ifuatavyo: moja, Levi Maki Manumbu $700,000, Levi Stephen Elijahi $500,000, Levi Shadrack Manumbu $200,000, Levi Shadrack Rwao $300,000, Levi Paul Maziku $400,000, Levi Martin Mbiti $300,000, Levi Elias Auguste $150,000, Emmanuel Hangwa $150,000, Levi Emmanuel Makingira $200,000, Mchungaji Grace Haule $150,000, Mchungaji Ndozi Amos $150,000, Mchungaji Dionisia John $150,000, Mchungaji Everins Nyaisa $200,000, Mchungaji Mary Mbago $300,000, Eric Arois $200,000, Lusajo Kibona $200,000, Mary Elias $200,000. Jumla ya hadi milioni 4,600,000. Pia wajumbe wamekubaliana kuwa wachungaji ambao hawakuwepo kwenye kikao wapewe taarifa mapema ili nao watoe ahadi zao, lakini kiwango cha kuanzia kabisa kutoa ni $150,000. Pia wajumbe wamekubaliana kuunda kamati ya maandalizi ya harambee. Ajenda namba 4, kuunda assembly mpya. Kulingana na mapendekezo ya wajumbe, wamependekeza kuwa assembly zigawanywe upya kulingana na sababu kuu mbili. Kwanza, kuna baadhi ya makanisa kuwa upande wa wilaya ya Nyamagana. Sababu ya pili, kuna baadhi ya assembly zilikuwa na kanisa moja, hivyo ni vyema kama assembly itakuwa na makanisa zaidi ya moja. Yafuatayo ni mapendekezo ya namna assembly zitakavyokuwa: moja, assembly ya Ilemela PAGA; B, Kiseke PAGT; C, Greenview PAGT. Na assembly ya Igombe: A, Igombe PAGT; B, Masemere PAGT; C, Ilalila PAGT. Assembly ya Makongoro: A, Makongoro PAGT; B, Msumbiji PAGT; C, Kiloleli PAGT; D, Isamilo PAGT. Assembly ya Nyambiti: A, Nyambiti PAGT; B, Nyamuge PAGT; C, Nyasaka PAGT. Assembly ya Buswelu: A, Buswelu PAGT; B, Sumba PAGT; C, Nyamadoke PAGT; D, Mandera PAGT; E, Nyamhongoro PAGT. Assembly ya Nyakato: A, Nyakato PAGT; B, Mwamanyiri PAGT; C, Isangijo PAGT na D, Sangera PAGT. Hivyo halmashauri ya wilaya ya Ilemela imekabidhi kushughulikia mapendekezo haya kwenye kikao. Ajenda namba 5, kuteua viongozi wapya kwenye idara zilizo wazi. moja, idara ya elimu na mafunzo, Reverend Emmanuel Magingira. 2, idara ya uinjilisti na umisheni, Mchungaji Sadok Shingwa. 3, idara ya habari, Yohana Kastori. Ajenda namba 6, kutengeneza mihuri. Katika ajenda hii wajumbe walikubaliana kuwa itengenezwe mihuri 3 ya wilaya yetu ya Ilemela. Hivyo kutakuwa na mihuri kama ifuatavyo: namba 1, muhuri wa mwangalizi; 2, muhuri wa kamati ya wilaya; 3, muhuri wa mhasibu mtunza hazina. Ajenda namba 7, kufungua akaunti. Wanakamati wamependekeza kuwa wilaya yetu ya Ilemela ifungue akaunti bank. Hivyo basi walikubaliana jina la akaunti bank ni Pentecost Assemblies of God PAG wilaya ya Ilemela. Pia wajumbe walipendekeza kufungua akaunti benki ya NMB
Ajenda namba 8, kutengeneza bylaws zetu ili kulinda mali za wilaya yetu. Wanakamati wametoa mapendekezo yao na kufikia kwenye makubaliano kwamba wazo hili litafanyiwa kazi baada tu ya mali zetu za wilaya zitakapoonekana kwa namna ya utekelezaji. Ajenda namba 9, namna ya kuimarishana wachungaji katika wilaya yetu. Kulingana na ajenda hii, wajumbe walichangia mawazo kwa kusema zaidi kwamba kulingana na hali ya wachungaji wenyewe ilivyo ndivyo kanisa litakavyokuwa. Walizidi kusema kuwa kuna umuhimu wa mchungaji kuweka bidii ya kumfuata Mungu zaidi ili kuwepo kumtafuta Mungu zaidi ili kuwepo na badiliko kwa kanisa. Wajumbe pia walikubaliana kwamba semina za watumishi zifanyike na semina hizo zitapangwa na kuandaliwa na kamati. Ajenda namba 10, mengineo. CA, kuhusu suala la mikesha, wajumbe wamependekeza kuwa taarifa za mikesha ya vijana zitolewe mapema, si kama walivyokuwa wanafanya siku za nyuma zilivyo. Hivyo aliomba mwenyekiti wa CA kulifanyia kazi jambo hilo. Pia wanatakiwa kuchangia bajeti kwenye wilaya milioni 2. WWK, mkurugenzi wa WWK alisoma taarifa idara yao kuwa wamepanga bajeti ya shilingi milioni 3,230,000 ya kuendesha shughuli zao za WWK wilaya. Pia mkurugenzi alisema kuna bajeti walipewa ambayo wanatakiwa kuchangia WWK jimbo ambayo ni 930,000, na kwa mfumo wa ukusanyaji bajeti imegawanywa makanisani na kila kanisa limepewa kiwango cha kuchangia kulingana na idadi ya wamama. Pia watakuwa na kongamano la jimbo mwezi wa sita litakalofanyika katika kanisa la Makongoro. Hivyo mkurugenzi ameomba wamama kutoka makanisani wapewe ruhusa. Mwangalizi pia alikumbushia kuhusu bajeti ya kuchangia wilayani ni shilingi milioni 2. Ajenda namba 11, kufunga kikao. Mwenyekiti alifunga kikao mnamo saa 11:30 jioni kwa kuwashukuru wajumbe kwa mahudhurio na kwa michango yao ya mawazo pia na kuwatakia safari njema, lakini pia alimuomba mkurugenzi wa WWK Lusajo Kibona kuomba ili kuahirisha kikao.